Askofu wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Kati, Daktari Godson Mollel amewataka Watanzania kutanguliza uwajibikaji katika kutekeleza majukumu yao kabla ya kudai haki, akisisitiza kwa jamii yenye misingi ya haki hujengwa kwa watu wanaotambua na kutimiza wajibu wao kwa uaminifu. Askofu mkuu wa kanisa la Anglican Tanzania, Daktari Maimbo Mdorwa, amesema kanisa ni sehemu muhimu ya watu kupata utulivu wa mioyo, amani na matumaini katika safari yao ya kuelekea mbinguni. Wakristo wametakiwa kusimamia haki kwa uaminifu na kuitafuta kwa misingi ya Mungu, wakieleza kuwa amani ya kweli haiwezi kujengwa bila haki, kwani haki ndio msingi wa amani ya kudumu na ustawi wa jamii. Vita vya Urusi dhidi ya Ukraini vimeendelea kuchukua sura mpya, wakati mashambulizi kutoka pande zote mbili yakiendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi hizo. Na kusalimu popote pale mtazamaji wa Upendo TV, karibu katika habari weekend. Leo Jumapili, siku ya wananchi, Yanga Day. Baada ya jana Simba Day, leo ni Yanga Day. Mimi ni Francisco Ngoro na kusomea habari za kitaifa, lakini pia kutoka mataifa mbalimbali. Utabiri wa hali ya hewa ni kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA. Nikukaribishe kwenye kurasa za mitandao ya kijamii, tunapatikana huko kama Upendo Media. Karibu. Tuanzie basi kule jijini Arusha, ambapo askofu wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Kati, Daktari Godson Mollel amewataka Watanzania kutanguliza uwajibikaji katika kutekeleza majukumu yao kabla ya kudai haki, akisisitiza kuwa jamii yenye misingi ya haki hujengwa kwa watu wanaojitambua na kutimiza wajibu wao kwa uaminifu. James Stanley huyu hapa anaripoti kutokea jijini Arusha. Askofu Mollel ametoa kauli hiyo wakati akihubiri katika usharika Mwivaro, jimbo la Arusha Mashariki, mapema leo, akieleza kuwa kila mtu anapaswa kuanza kujiuliza iwapo ametimiza wajibu aliopewa katika familia, kanisa na jamii na taifa kabla ya kudai haki kutoka kwa wengine. Wala usikimbie kudai, wewe timiza wajibu, ni automatic haki inamiminika mpaka inasukwa. Na hata katika ngazi ya taifa, katika kudai haki yoyote, unajitathmini kwanza. Je, mimi wajibu wangu katika nafasi yangu nimeutimiza? Je, ninaiheshimu hiyo nafasi na inayokwenda kuidai haki? Maana wajibu wa kwanza ni heshima. Wajibu wa pili ni kutimiza yaliyomo ya wajibu wako, ndio sauti inapaa. Ni pasipo kutimiza wajibu kikamilifu, madai ya haki yanakuwa ni fujo. Lakini katika kutimiza wajibu ya automatic, haki itamiminika na itakuwa ni baraka kwa taifa, baraka kwa kanisa. Katika mafundisho yake, Askofu Mollel pia amesisitiza umuhimu wa heshima katika kujenga jamii yenye amani na mshikamano, akiitaka jamii kuheshimu wazee, viongozi wa dini na mamlaka halali, huku akitambua nafasi ya kila mmoja katika kudumisha utulivu na mshikamano wa jamii. Tuwaheshimu wenye mamlaka juu yetu. Heshima, yawe mamlaka ya kiserikali, yawe mamlaka ya kiroho. Heshima katika mamlaka hayo yakatekenya mamlaka hayo na kutoa bubujiko la haki. Lakini pasipo heshima, pasipo kuheshimu viongozi wetu wa kiroho, wa kimila, wa kisiasa, wa serikali, heshima inazaa matunda mema, inazaa amani. Upande wake, mchungaji kiongozi wa usharika Mwivaro Felix Mwiru amesema usharika huo unaendelea kutekeleza mikakati ya kukamilisha ujenzi wa jengo la kuabudia, miradi inayolenga kuboresha mazingira ya ibada na kuweka miundombinu yenye hadhi ya usalama kwa washirika. Lakini kazi kubwa ni ya kukamilisha jengo letu la kuabudia, na tunamshukuru Mungu sana kwamba katika jengo letu la kuabudia tayari nyumba ya mchungaji imekwisha kukamilika, ambayo imezinduliwa Jumapili iliyopita tarehe 2, na ofisi kiwepo ofisi ya mchungaji, ofisi ya wachungaji wawili, ofisi ya mwinjilisti na darasa pia la watoto wa Sunday school na ukumbi mdogo
umekwisha kukamilika kwa kazi kubwa na upendo mkubwa walio nao washarika wetu wa Mwivaro kwa kujitoa kwa hali na mali. Kwa makisio jengo hili mpaka likamilike tutatumia kiasi cha bilioni 1 na milioni 300. Jengo lilianza kujengwa mwaka 2019 Disemba. Aidha, washirika wa ushirika Mwivaro jijini Arusha wamesema mafundisho hayo yamejengea uelewa kuhusu umuhimu wa kutimiza wajibu, kuheshimu mamlaka na kushirikiana wengine katika kujenga umoja wa kanisa na jamii. Washirika wa Mwivaro ambayo kwayo Mungu awabariki sana, hasa katika ujenzi ambao tumeona ni kazi kubwa ambayo anafanya. Mungu awabariki sana, na tunawaalika tena wengine wote kwa ajili ya ujenzi wa usharika wetu hasa na mtaa huu. Kwa kweli ibada ya leo ilikuwa ni nzuri mno, ilikuwa na uvuvio wa nguvu za Mungu, lakini namshukuru Mungu sana kwa ajili ya mahubiri ya Mheshimiwa Baba Askofu. Mahubiri yamekuwa ni swala la haki na wajibu. Amezungumzia kuhusu haki, lakini akasema pia kwamba hakuna haki bila kutimiza wajibu. Lakini pia kwa wale ambao hawapati nafasi ya kufika kwenye ibada, wajitahidi sana kuhudhuria ibada kila Jumapili. Leo imekuwa ibada nzuri sana ambayo imetupa mafunzo ya kuelekezana kuhusiana na swala la haki na wajibu. Kutoka jijini Arusha katika ushirika wa Mwivaro, Dayosisi ya Kaskazini Kati, mimi ni James Stanley, Upendo TV. Asante sana James Stanley kutokea huko jijini Arusha. Na sasa ni katika mkoa wa Njombe. Askofu mkuu wa kanisa la Anglican Tanzania, Daktari Maimbo Mndorwa, amesema kanisa ni sehemu muhimu ya watu kupata utulivu wa mioyo, amani na matumaini katika safari yao ya kuelekea mbinguni. Taarifa hii hapa na Erasto Kikwara kwa undani zaidi. Dr. Mndorwa amesema hayo wakati wa ibada maalum ya kumweka wafu askofu mteule wa kanisa la Anglikana Diocese ya West Tanganyika, Askofu Esau Kahwili, iliyofanyika Njombe. Amesema kanisa linapaswa kuwa mahali ambapo waumini wanapata faraja, utulivu wa mioyo yao, amani na kujengewa matumaini katika safari yao ya kuelekea mbinguni. Huko duniani mitifuano ni mingi sana. Kuna mitifuano ya kiuchumi, kuna mitifuano ya kisiasa, kuna mitifuano ya ndoa. Unatarajia watu wakija kanisani wapate baraka na amani. Akija huko nyumbani amepigwa makofi, amejaa uso, akija hapa apate kausingizi kama huko nyumbani hakulala. Sasa kanisa likiwa lenyewe ndio linaloanza kutifuana tena. Huko duniani mitifuano, huko ndani mitifuano. Hao watu waende wapi? Baba, sasa hii ni changamoto kwa ulituliza kanisa. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Njombe Mheshimiwa Anthony Mtaka amesema dunia kwa sasa inakabiliwa na changamoto kubwa ya mmomonyoko wa maadili. Hivyo makanisa yanapaswa kuwa na ujasiri wa kuzungumzia swala hilo na kuweka mikakati ya kukabiliana nalo. Naomba makanisa, madhehebu ya dini yawe na ujasiri wa kuzungumzia maadili ndani ya jamii, maadili ndani ya kanisa, na kuweka dhamira kwamba mambo haya hayatajirudia. Mkuu wa kanisa ametupitisha hapa kwamba tuwahi kucharazana viboko hapa mwaka 2000. Mwaka 2000 pengine askofu mteule leo, pengine kwa ni mwanafunzi anasoma chuo, leo anakuja kuwa askofu mteule. Je, mambo yale ya mwaka 2000 yatajirudia tena 2035? Tunaweka dhamira kwa Mungu kwamba haya mambo yaliyomwaibisha Mungu msalabani hebu yasitokee tena mbele ambacho hakijafika. Kama kanisa tukishindwa kukemea, tukawa kwenye magomvi, tukawa kwenye kila aina matendo ya hovyo ya kidunia, tutatoa wapi ujasiri wa kusema serikali? Akihubiri katika ibada hiyo, Askofu Dr. Elias Chakupewa amesema pamoja na dunia kukabiliwa na changamoto mbalimbali zinazohusiana na maovu, viongozi wa dini wanapaswa kusimama katika kweli na haki ya Mungu ili kuwaongoza wanadamu katika njia iliyo sahihi. Na neno la Mungu linasema nini katika kipindi hiki? Kama unavyojua, kanisa limechanganyikiwa huko duniani. Kule ambako tumeipokea likitokea wameshachanganyikiwa. Kipindi ambacho wanaume wanajibadilisha kuwa wanawake na wanawake wanajibadilisha kuwa wanaume, na wanataka kubatizwa upya, kwa sababu walipobatizwa kama mwanamke aliitwa Sara
Sasa nataka kuitwa Anderson. Na kanisa linahusika na kushiriki katika uovu huo. Lakini ndio kipindi ambacho Mungu anakuita wewe ili uwe askofu. Utaliambia nini kanisa la Mungu la Tanzania katika dayosisi ya South West Tanganyika? Utasimama katika njia ipi sahihi katika kuhakikisha kwamba kanisa la Mungu linaendelea kusimama vyema? Akitoa salamu zake baada ya kuwekwa wafu, askofu mteule Esau Kahwili amesema katika utumishi wake anahitaji ushirikiano, mshikamano na maombi kutoka kwa waumini na viongozi wenzake, akiamini kuwa Mungu atakuwa pamoja nao katika kila jambo. Na tuendelee kuombea. Mimi nitaombea na ninyi mniombee. Paulo anasema, naomba mniombee ili nihubiri Injili kwa ujasiri. Vivyo hivyo, tusiposhikamana na kuombeana, kazi ikiharibika, basi wa kwanza kulaumiana ni sisi wenyewe. Lakini tukishikamana, kazi ya Mungu itakwenda na Mungu hatakuwa mbali na sisi, atatusaidia. Kwa upande wao Wakristo wa kanisa la Anglikana Njombe wakiongozwa na Akida Haruni, Messi Sebastian na Geoffrey Sanga wameahidi kushirikiana na askofu huyo katika kuhakikisha kazi ya Mungu inaendelea, huku wakimtaka askofu mstaafu Matthew Muhagama kuendelea kuwa karibu nao na kushirikiana nao katika kipindi chake cha mapumziko baada ya kustaafu. Tunaahidi tutashirikiana, tutampenda na tunamuomba na yeye pia atupende na Mungu atuzidishie upendo kati yetu ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja ili jina la Bwana litukuzwe. Kwa kweli kwa Askofu Muhagama, kwa kweli tulikuwa tunampenda sana na bado tunaendelea kumpenda. Tunamuomba kama waumini asituache hata kama anaenda mbali na sisi, lakini tunaamini bado yuko na sisi. Na tunamuombea mema huko aendako, hata uzee wake ukawe mtakatifu. Lakini pia tunampongeza askofu ambaye atakuwa amemaliza muda wake, Matthew Muhagama. Amefanya kazi moja nzuri sana na ni askofu wa mfano wa kuigwa. Amefanya mambo yaliyo mengi, kwanza kuwarudisha watu katika mfumo wa imani. Amewakomaza watu kiimani kikamilifu. Nikiripoti kutoka kanisa la Mtakatifu Andrea mkoani Njombe, mimi ni Elasto Kikwara, Upendo TV, amani kwa wote. Na asante sana Elasto Kikwara kwa taarifa hiyo kutokea huko Njombe. Na tuelekee pale katika jiji la Mbeya ambapo Wakristo wametakiwa kusimamia haki kwa uaminifu na kuitafuta kwa misingi ya Mungu, wakieleza kuwa amani ya kweli haiwezi kujengwa bila haki, kwani haki ndio msingi wa amani ya kudumu na ustawi wa jamii. Aidha, wakiwa wamehimizwa kuwa mfano wa kuigwa katika kutetea haki na kudumisha maadili mema. Taarifa hii hapa na Nicholas Ndabila. Kauli hiyo imetolewa na msaidizi wa askofu wa KKT Dayosisi ya Konde, Dr. Meshak Edward Njinga, wakati akihubiri katika ibada ya Jumapili iliyofanyika usharika wa Betheli. Ibada hiyo iliambatana na uwekaji wa jiwe la msingi la shule ya awali ya msingi ya Furaha Tunu. Dr. Njinga amesema licha ya kuwepo kwa tafsiri ya mtazamo mbalimbali kuhusu haki, haki inatokana na Mungu, ndiyo msingi wa amani ya kweli na ya kudumu. Kutenda haki ni jambo la kiroho, sio jambo la kimwili. Ndio maana haki inayotafutwa kwa jinsi ya mwili, hata wamekaa wakiketi, sio haki sawasawa. Haki iliyo haki inatokana na uwepo wa Mungu. Hivyo hii sio jambo la kibinadamu. Ndio maana wanadamu wanapotafuta haki, wanatafuta wanaume zao wanazitengeneza, bado hazifikii ile haki ambayo Biblia inasema. Haki nimesema ni jambo la kimungu, ni jambo la rohoni na linazalisha amani. Haki ya Mungu, na kama inatokana na Mungu, inazalisha amani. Lakini haki ya kibinadamu wakati mwingine hajaizalisha amani, imezalisha tena ugoji wakati mwingine. Bahati mbaya katika dunia tunaoishi, tuna watu bado wana mkazo wao mkubwa, wanakaza amani. Jamani amani, jamani amani. Sawa, ni sawa, lakini huwezi kupata amani kama haijazaliwa na haki. Maisha yawe endelevu, ili maisha yawe na amani, ni lazima tuwe na haki. Na haki inayozungumziwa leo ni haki ya Mungu. Na inapatikanaje? Ina jambo la kwanza,
haki inawezekana tu ikiwa tukiwa watu wa ibada na watu wa kuheshimu patakatifu kwa Mungu. Naye askofu wa KKKT Dayosisi ya Konde Dr. Geoffrey Mwakihaba amezitaka sharika zote za dayosisi hiyo kuwekeza zaidi katika ujenzi wa shule. Amesema hatua inayofikiwa na usharika wa Betheli ni mfano unaopaswa kuigwa kwa kuwa shule huchangia kujenga watoto kitaaluma na kimaadili ya kiroho. Nitumie nafasi hii usharika wa Betheli wa KKKT Dayosisi ya Konde Jimbo la Mbeya Mashariki kuwapongeza kwa kazi nzuri inaonekana. Mungu awabariki sana. Mmeweza kutangaza kwa namna moja au nyingine kazi inayofanywa na kanisa ndani ya Dayosisi ya Konde. Nirudie kusema kama nilivyosema pale ndani usharikani pale Betheli kwamba hili ambalo linafanyika hapa kiwezekana liwe ni kwa ajili ya sharika zetu zote, ikiwepo nafasi ya kuanza huduma pia ya elimu kwa ajili ya awali au shule ya msingi. Ni jambo zuri sana. Tunamtangaza Kristo kwa neno, lakini pia hata kwa neno la elimu au maarifa. Mahali pengine nimewaambia watu, ukiangalia ukibalance huduma aliyoifanya Yesu, kwa muda mwingi alitumia kufundisha kuliko hata kuhubiri. Upande wao, baadhi ya waumini wa usharika wa Betheli wamesema uwekaji wa jiwe la msingi katika shule ya Furaha Tunu ni hatua muhimu katika historia ya usharika huo na utakuwa ni chachu ya maendeleo ya jamii. Wamesema shule hiyo itatoa fursa kwa watoto kupata elimu bora na mazingira yaliyozingatia maadili mema ya kumlea mtoto katika kumjua Mungu. Leo wametukumbusha kwa habari za namna ya kutenda haki kama watoto wa Mungu, ikiwemo haki ya kumwabudu Mungu, lakini pia ikiwemo haki ya kutenda maamuzi sahihi kwa watu wote bila kubagua, bila kuangalia, bila kujali, bila kuangalia sura wala umaskini wala utajiri, kwamba sisi sote tunapaswa kutenda haki kwa kila mmoja, na huo ndio utakatifu ambapo hapana mtu ambaye atamwona Mungu pasipo kutenda hiyo. Na Mungu, tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo ya tarehe 9 ambapo Bishop Mwakihaba amekwisha kuweka tayari jiwe la msingi katika shule yetu ya Furaha Tunu ambayo mpaka sasa hivi inaenda vizuri na mpaka sasa hivi tuna watoto 500. Kwa hiyo leo tunawajulisha watu wote kwamba shule yetu bado tunaendelea kupokea watoto. Walete watoto katika shule yetu ya Furaha Tunu. Nikiripoti kutoka hapa usharika wa Betheli mkoani Mbeya, Nicholas Ndabila, Upendo TV. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutokea kwa Nicholas Ndabila inatufanya tuangazie hii kutoka katika jiji la Dar es Salaam. Kuimba nyimbo za Injili si burudani wala swala la kujisikia, ni wito wa kumtangaza Mungu na kufikisha watu ujumbe wa neno lake. Hayo yamesemwa na mchungaji Kesheni Sozigwa wakati akifungua tamasha la uimbaji wa uinjilisti kwa kwaya za KKKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani, jimbo la Kusini Magharibi, lililofanyika katika mtaa wa Kinyamwezi, Dar es Salaam. Mchungaji Sozigwa amewataka waimbaji kutambua wajibu wao na kutochukulia uimbaji kama shughuli ya kupitisha muda, bali kuitumia kutangaza Mungu na kuwafanya watu wamjue. Nasema neno hili, fanyieni Bwana shangwe dunia yote, mtumikieni kwa furaha, njoni mbele zake kwa kuimba. Tuwe na furaha, tuje hapa tukiwa na furaha, lakini tuje kumsifu Mungu, tuje kuimba. Kuimba ni sehemu ya kutangaza neno la Mungu. Hatumtangazi mtu, hatutangazi habari za mtu, tunatangaza ujumbe wa neno la Mungu ili watu waweze kumjua Mungu. Na ndio maana wametupa kichwa, nyimbo zetu tunazitunga kutokea hapa. Kwa hiyo tunaamini kwamba tutaangalia vipawa, tutaangalia vipaji hapa, lakini tutaona burudani. Bwana asifiwe. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kwaya za uinjilisti DMP Eli Nisaidie Kesi amesema tamasha hilo ni fursa kwa waimbaji kukutana, kubadilishana uzoefu na kujengeana, huku akisisitiza kuwa uimbaji wa Injili unapaswa kuambatana na maisha yenye ushuhuda. Hii kazi inatakiwa kufanya kwa moyo, tena kwa moyo wa kupenda. Lakini zaidi sana kazi yetu ni kuwasaidia watumishi kwenye usharika wako na kwenye mtaa wako.
matamanio yetu haswa kwaya za uinjilisti na uamsho, sisi tuwe msaada kwa viongozi wetu kwenye sharika zetu na kwenye mitaa yetu pia. Amesema waimbaji wa kwaya za uinjilisti ni washirika na wasaidizi wa watumishi wa Mungu, na hivyo wanapaswa kutumia nafasi hiyo kwa uaminifu katika kueneza ujumbe wa Injili. Mwenyekiti wa kwaya za uinjilisti Jimbo la Kusini Magharibi, Samson Joseph, amesema anafurahi kushiriki tamasha hilo kwa nafasi yake ya mwenyekiti, huko akiomba ushirikiano wa waumini na viongozi katika kukamilisha kazi ya Mungu. Ndugu zetu, uongozi wa Kikristo si nafasi ya kujitukuza, bali nafasi ya kutumikia. Yesu mwenyewe alitufundisha umuhimu wa kuwa watumishi. Kwa hiyo nia yetu ni kushirikiana nanyi katika kujenga imani yetu, kuimarisha upendo na kuifanya jumuiya na umoja wa kwaya za uinjilisti na uamsho kuwa mahali ambapo kila mtu anajisikia kupendwa, kupenda na kuthaminiwa. Na baadhi ya washiriki na tamasha hilo la uimbaji wa uinjilisti wamesema uimbaji umewaunganisha, kuwajengea kilicho na kuwapa furaha ya kuwajenga kiroho kwa sehemu ya kundi linalolenga kumtangaza Mungu. Kwaya ya uinjilisti hizi zinatusaidia sana katika huduma zetu, hasa kwenye uamsho, lakini pia kufanya uinjilishaji, mikutano ya Injili. Lakini pia uimbaji unatusaidia sisi watumishi kwa sababu nyimbo ni njia mojawapo ya mahubiri. Kwa hiyo tunajivunia sana kuwa na kwaya katika sharika na mitaa yetu kwa sababu zinazidi kuleta uamsho. Ninamshukuru Mungu kwanza kwa kibali alichotupa kwa siku ya leo katika tamasha letu la Kusini Magharibi kwa kwaya za uinjilisti Jimbo. Mungu atubariki sana na aendelee kuwabariki watumishi wa Rwanda na ni tamasha hili. Nimefurahia siku ya leo kwa sababu tumekuja kumtukuza Mungu. Katika uimbaji ni moja ya kutangaza neno la Mungu. Katika uimbaji ni moja ya kukutana na wanakwaya mbalimbali. Na sasa mtazamaji, tuongeze taarifa nyingine katika jiji la Dar es Salaam. Uongozi wa vijana wa usharika wa Kawe katika jiji hilo umehitimisha muda wake kwa kukabidhi nafasi kwa viongozi wapya, huku ukisisitiza umuhimu wa hekima, nidhamu, amani, umoja na mshikamano katika kuliongoza kundi hilo. Parishweka wa usharika huo Isaria Kimari amesema hayo baada ya kumalizika kwa ibada ya vijana iliyoambatana na tukio la kuwaaga viongozi waliomaliza muda wao wa uongozi. Amesema viongozi hao wametekeleza majukumu yao kwa kuunganisha vijana katika kumcha Mungu na kushirikiana katika kulijenga kanisa. Namshukuru sana Mungu kwa uongozi ambao ulikuwepo, kwa jinsi ambavyo walikuwa watiifu na kusimamia maadili ya kanisa. Lakini kipekee huwa tunauangalia mwisho, jinsi watu wanavyomaliza vizuri. Wamemaliza vizuri. Tunawaombea ambao wanapokea uongozi wawe watiifu na wawe baraka kwa kanisa na hata kwa viongozi. Itakuwa na baraka zaidi. Mwenyekiti wa vijana anayemaliza muda wake Jeremia Mpundi amesema anaondoka akiwa na furaha kutokana na ushirikiano aliopata, na huku akiwataka viongozi wapya kuendeleza mazuri yaliyofanyika. Miaka 8 katika uongozi wangu, lakini nimeona jinsi gani vijana ambavyo wanatumika na kanisa, na mara nyingi tumekuwa tukiona vijana sehemu zingine hawatumiki, lakini sasa hivi wamekuwa wakitumika vizuri, na kwa kweli tuwaombee ili waweze kufika mbali. Ndio mimi namaliza, lakini matunda ambayo nimeyapata katika hili kanisa na hao vijana ambao tumeshirikiana ni vijana ambao sasa hivi wako wanajielewa, wanajua thamani yao, wanajua nini wanachokifanya. Kwa hiyo nafikiri cha msingi zaidi na muhimu ni kumtumikia Mungu na kuwaombea zaidi ili waweze kufika mbali zaidi hapa kanisa na kuwa na maono mapya. Baadhi ya washirika wamesema makubaliano hayo ya amani ni mfano wa kuigwa, wakisisitiza kuwa vijana wakiwa na umoja na mshikamano, Injili itaendelea kusonga mbele. Mimi kama kijana nimefurahi kushiriki ibada ya leo, na washauri vijana wasiache kumtumikia Mungu wakiwa vijana.
Ni ibada ambayo imekwenda kuonyesha ni namna gani ambavyo vijana wa KKKT wanaendelea kukua na namna ambavyo KKKT inaendelea kutengeneza msingi wa kanisa kupitia vijana. Lakini pia ibada hii imeonyesha nuru tena, kuonyesha kwamba kanisa linao nafasi kubwa sana katika kuwaweka vijana pamoja, na kama ambavyo tumeona kauli mbiu ya usharika ya kwamba wewe ni wa thamani, na hakika thamani inaonekana kwa namna ambavyo utekelezaji umekuwa kuanzia kwenye ngazi ya vijana ya jimbo, dayosisi pamoja na KKKT taifa. Sisi kama vijana wa Kawe tunashukuru kwa siku ya leo. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa pumzi, uhai, na sisi usharika wa Kawe kauli mbiu yetu ni wewe ni wa thamani. Tunamshukuru Mungu kutupa uthamani kwa kweli. Tunashukuru sana na tunawapenda sana. Jumapili ya leo ilikuwa ni sikukuu ya vijana. Sisi kama vijana tumeenjoy kwa sababu ibada yote imeongozwa na vijana. Pia tunashukuru uongozi wetu uliopita ambao tumeenda kuuaga. Mungu awabariki sana. Tunamshukuru Mungu, ibada imeongozwa vizuri na viongozi wetu wa vijana. Pia tumebarikiwa sana katika ibada hii ya leo ambayo imefanyika hapa usharikani kwetu. Pia ilikuwa ni ibada ya baraka kwa sababu pia hata viongozi wetu waliomaliza muda wao waliweza kututakia baraka kwa uongozi unaokuja na kutupa neno la ibada. Na sasa mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine visiwani Zanzibar. Makamu wa pili wa Rais Hemed Suleiman Abdullah amesema ZFF Awards ni jukwaa la kutambua juhudi za wanamichezo katika kuleta maendeleo ya michezo, kuenzi vipaji na kuhamasisha ushindani wa kimichezo. Amesema hayo katika hafla ya ZFF Award msimu wa 4 iliyofanyika Amani Complex Zanzibar. Amesema ZFF imepata mafanikio makubwa katika mpira wa miguu Zanzibar kwa kuboresha utawala wa michezo, kuimarisha mashindano ya ndani pamoja na kuanzisha mifumo ya kisasa ya kidigitali inayoongoza uwazi na ufanisi katika usimamizi wa mpira wa miguu. Suala zima la miundombinu ambayo serikali tunaendelea kuifanya, ni wahakikishie serikali yetu itaendelea kufanya mazingira bora na rafiki kwa wanamichezo wote Zanzibar. Nadhani mkiangalia sasa hivi kila wilaya, kila mkoa kuna viwanja ambavyo standard zake zinakubalika mahala popote. Hii ni kazi ya rais wetu, hii ni kazi ya serikali yetu ya awamu ya 8, na tunaendelea. Yale mengine mnayoyasikia tuachieni sisi. Makamu wa pili wa rais amesema serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imefanya uwekezaji mkubwa katika sekta ya michezo kwa kujenga uwanja wa Zanzibar Sport City kule Fumba, ikiwa ni sehemu ya matayarisho ya AFCON 2027 ambayo yatatoa fursa nyingi za kiuchumi hapo Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Ni kuwapa mafunzo walimu wetu, kwa maana ya makocha wetu. Lazima tuwe na training program za kuwasaidia. Saa nyingine mwalimu anatakiwa aende kwenye course, lakini nimeona kwenye zile course anatakiwa alipe. Namwambia mwalimu akifika pale kwanza alipie labda 500,000. Saa nyingine inaweza ikawa ngumu. Lazima tujiongeze, tutafute namna ya kutafuta fedha nje ya serikali. Sasa nilitaka hili tuweke uwezo wa walimu wetu. Zanzibar tuna walimu wana vipaji sana. Tumeona hapa walimu wengi wapo wazuri, lakini saa nyingine wanakosa baadhi ya vitu, exposure, wanakosa zile training za mara kwa mara. Naye Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Daktari Riziki Pembe Juma amesema kwa kutambua mchango mkubwa wa sekta ya michezo hasa katika kutenda ajira kwa vijana, serikali kupitia Wizara ya Habari itaendelea kutoa ushirikiano kwa ZFF ili kuhakikisha mpira wa Zanzibar unaimarika zaidi na kutoa manufaa zaidi. Lakini tukitunze bado tulikuwa tunacho, tukithamini ingali bado tunakitumia, na hii ndio raha ya kuwa tuzo. Unakuwa tuzo bado mwenyewe unapokea tuzo yako kwa bashasha na furaha. Sio leo unapewa tuzo inakuwa ndo kwa niaba. Ndio mambo ya Mwenyezi Mungu yakitokezea hakuna namna, lakini hii inapendeza kuwathamini walioko hai ambao wanaendelea kutumikia na kujali kila ambacho wanafanya. Kwa hiyo ni sana, na sisi wizara tunasema tutaendelea kushirikiana nanyi bega kwa bega katika kuhakikisha kwamba yale yote ambayo serikali inapanga kuweza kuwa yanafanikiwa.
Na sasa tuangazie hii katika jiji la Dar es Salaam. Waziri wa Madini Anthony Mavunde amesema serikali kupitia kikosi kazi cha kupambana na utoroshaji wa madini imefanikiwa kuvamia na kuvunja soko lisilo rasmi la ununuzi wa madini lililokuwa likifanya kazi katika jiji la Dar es Salaam. Akizungumza na waandishi wa habari leo katika ofisi ya Wizara ya Madini, Mavunde amesema operesheni hiyo maalum ilifanyika tarehe 7 ya mwezi wa 8 2026 katika jengo la ghorofa 5 lililopo mtaa wa Jamhuri. Amesema operesheni hiyo ni utekelezaji wa maelekezo aliyoyatoa tarehe 27 Julai 2026 katika ukumbi wa Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambapo aliagiza kikosi kazi kuhakikisha kinawakamata wafadhili na wawezeshaji wote wa biashara haramu ya madini. Na wahusika wote watuhumiwa 14 ambao majina yao yamehifadhiwa kwa sasa wamekamatwa. Kati yao watuhumiwa 5 ni waajiriwa katika soko hilo sio rasmi. Yaani hili soko mpaka lilikuwa linawaajiriwa kabisa, wametengeneza mfumo wao kama mfumo wa kiserikali. Na 9 walikuwa ni wauzaji wa madini waliokamatwa na madini ambao walikuwa wamekwenda pale kuyauza, na wengine walikuwa wanasubiri malipo ya kulipwa baada ya kuwa wamepeleka madini yao. Kwa mujibu wa waziri, katika operesheni hiyo watuhumiwa 14 wamekamatwa. Kati yao 5 ni waajiriwa wa soko hilo haramu na 9 wengine ni wanaochimba madini ambao walikamatwa wakiwa na madini kwa ajili ya kuuza na wengine wakiwa wanasubiri malipo. Aidha, pesa taslim kiasi cha shilingi milioni 54.7 zilikuwa katika eneo hilo pia nazo zimekamatwa. Pale na madini ambayo kabla tukio letu kufanyika kuna mtu mmoja alikuwa ameshuka nayo, na hivi sasa nimeelekeza kikosi kazi kwamba huyu mtu tutoe taarifa katika mipaka yote, azuiwe kutoka nje ya Tanzania, lakini tutamkamata popote alipo ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Tunamfahamu kwa jina kwa sababu ya maelezo ya watuhumiwa ambao waliyatoa pale. Atakamatwa kwa sababu tunahakika kabisa kama hawezi kutoka nje ya nchi yetu kwa hivi sasa, labda akapite penye road, lakini kwa hivi sasa hawezi kutoka katika njia rasmi. Pia amewataka wamiliki wa majengo kuwa makini na wanaowapangisha ili kujua pia ni aina gani ya biashara wanayofanya ili kuepuka kujihusisha na shughuli haramu. Hapa hawa ndo watakuwa chambo ya kutuambia namna ambavyo wamekuwa wakifanya kazi katika soko bubu. Ndugu zangu wa Tanzania, hebu mfikirieni, yani kuna mtu katika nchi yetu ya Tanzania ana guts za kutengeneza mfumo sawa na mfumo wa serikali. Ana soko lake la madini, kapangisha nyumba, ameajiri watu, na madini anakwenda hapo aende katika soko la serikali. Yani huu ni ujasiri wa hali ya juu sana. Lakini pia wamiliki wa nyumba, nataka niwape angalizo. Unavompangisha mtu nyumba yako, pia jua anafanya shughuli gani. Kuna wakati watu mtaingia katika matatizo ambao ninyi hamuhusiki. Na sasa tuelekee kule katika mkoa wa Shinyanga. Diwani wa kata ya Lubaga katika manispaa ya Shinyanga, Ruben Doto, kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo ametoa zawadi ya tani 9 za chakula kwa shule 3 za msingi zilizopo katika kata hiyo. Msaada huo unaolenga kuhakikisha wanafunzi wanapata chakula wakiwa shuleni, hatua inayotarajiwa kuongeza mahudhurio, umakini darasani na hatimaye kuboresha ufaulu. Mwavita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutokea huko mkoani Shinyanga. Kwa baadhi ya wanafunzi, kukaa darasani bila chakula imekuwa ni changamoto inayoweza kuathiri umakini na uwezo wao wa kujifunza. Hali hiyo sasa inatarajiwa kupungua baada ya diwani wa kata ya Lubaga, Ruben Doto, kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo kutoa zaidi ya tani 9 za chakula kwa shule 3 za msingi zilizopo katika kata hiyo. Zungumza wakati wa kukabidhi msaada huo katika shule ya msingi Lubaga, diwani wa kata hiyo amesema hatua hiyo inalenga kuhamasisha upatikanaji wa chakula shuleni, hususan kwa wanafunzi wanaotoka katika familia duni. Kata yetu tunayo kituo cha watoto yatima pale Bushushu ambacho watoto wake wanasoma shule hii. Wakifaulu hapa wanakwenda sekondari ya Lubaga pia. Chukue kundi hilo dogo. Watoto hawa tangu wanapoingia shuleni hapa darasa la kwanza mpaka la 7 hawajawahi kula chakula. Ni kweli au unasema uongo? Kweli sio kweli?
Nikimuita mwalimu hapa mkuu wa shule nimuulize idadi ya watoto wanaokula hapa chakula ni wangapi kati ya watoto 600. Ikifika 400 ni kwa neema ya Mungu, si ndio? Wale wengine 200 na ndio watoto ambao nimewataja hapa, wanaotoka familia duni, watoto yatima, hawali chakula. Ilifika siku moja nikakaa hapa, wamesimama upande ule, wengine upande huu wanakula chakula. Nikawauliza, nikakuta kama 2 wanalia. Nikawauliza, kwa nini wanangu mnalia? Nina njaa. Na nikasema hawezi kwenda kula chakula sababu mzazi hajafanyaje? Hajachangia chakula. Iliniuma sana. Nikasema kama mzazi namba 1, kwa maana mwananchi namba 1 kata ya Rubaga, nitalibeba hili. Nitachukua ujumbe huu. Nitakwenda popote kwa ajili ya hawa watoto. Kwa upande wake mkuu wa shule ya msingi Rubaga amesema upatikanaji wa chakula shuleni utasaidia kuongeza umakini wa wanafunzi na kuchochea ufaulu baada ya baadhi ya wazazi kushindwa kuchangia chakula mara kwa mara. Mwenendo haukuwa mzuri sana kwa sababu baadhi ya wazazi wengine walikuwa hawachangii watoto wao. Jambo lilikuwa linapelekea wanafunzi wengine kushinda na njaa na kunyong'onyea. Na kweli ulikuwa ukiwaangalia walikuwa wanatia huruma sana. Lakini kwa leo tuna imani watakula wote, watashiba na watasoma vizuri. Shule salama ni pamoja na kuwa na chakula kizuri. Basi tunashukuru pamoja na wadau ambao umeambatana pamoja kuja kuhakikisha kwamba shule hii inaendelea kuwa katika hali nzuri ya kupata chakula salama, safi na cha uhakika. Akizungumza katika tukio hilo, mwenyekiti wa UWT wilaya ya Shinyanga Rehema na Manilo amewataka wazazi na walezi kuhakikisha wanasimamia watoto wao kuhudhuria masomo kwa wakati na kuachana na tabia ya utoro. Wazazi wenzangu, ninawaomba sana ushirikiano ambao mnatakiwa mpe mheshimiwa diwani wa kata hii ni kuhimiza watoto wenu kuhudhuria shule, kuhudhuria masomo. Utoro haukubaliki hata kidogo. Kwa upande wa wanafunzi, msaada huo umeelezwa kuwa ni faraja, huku wakiahidi kutumia fursa hiyo kusoma kwa bidii na kuhakikisha wanahudhuria masomo. Tunashukuru sana kwa kutuletea msaada huu, na pia tunaahidi kuwa tutautumia vizuri na tutaendelea kufanya vizuri katika masomo. Haya, mtazamaji, taarifa hiyo kutokea huko Shinyanga na mambo hayo ya vyakula shuleni. Kumbusha mbali kweli bwana. Shuleni kwetu huko Uwemba huko wakati tunakula kande shule. Siku za kande tulikuwa tunakwenda shule. Hakuna anayebaki nyumbani na siku za uji. Haya, mtazamaji, taarifa hiyo imetuhitimishia habari za kimataifa. Bado niko nawe, mimi ni Francisco Nongoro. Mapumziko mafupi, tukirejea hapa nitakusomea habari za kimataifa. Tafadhali usiondoke.